Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema Afrika Mashariki, lakini malkia wa mipasho duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Mimi niko Tanzania na ndo mie. Okay. Tunaendelea mtazamaji na Kikangoni. Naomba utupie maswali yako mengi kadri uwezavyo. Unaogopa maswali? Ala siogopi. Kwani nisikia unaogopa maswali? Siogopi dudu wala mende hapa. Walete tu maswali yao. Lolote. Uko tayari kulidaka? Niko tayari, mradi leo na heshima tu. Haogopi dudu wala mende. Maswali yote kwake. Maswali yote si ya kawaida. Dunia yetu si ndio hii. Mambo si ndio haya. Naogopa nini? Hapa nilipo. Kwa haraka kabla tujaingia kwenye maswali ya raia, naomba uniambie kwanza mpaka sasa hivi kwa kumbukumbu yako una album ngapi? Wala sijui mzangu. Nyimbo hizo nilizozimba mimi mwenyewe sijui. Na zinapita zaidi ya 100 na wala sijui. Nyingine nilishazisahau kabisa. Na ubaya sisi wa Tanzania hatuweki kumbukumbu. Hilo ndio baya. Mambo ya kumbukumbu tu hata siku hizi tumeanza kukumbuka kwa ningelijua mimi ningeka kumbukumbu ya nyimbo zangu. Nazitafuta sasa hivi nyimbo zangu nizikusanye. Na hata siji nyingine nitazipatia wapi. Mtazamaji wa Kikangoni, Khadija Omar Kopa anakuambia kwamba hakumbuki mpaka sasa hivi ana nyimbo ngapi, lakini anakuambia ameshatoa nyimbo nyingi zaidi ya 100 kama ambavyo nakwambia. Katika nyimbo zako zote ambazo umeshatoa, nikikwambia utaje nyimbo zako 3 bora ambazo waga unaona sisi unaona ni best kati ya nyimbo zako zote. Mimi nyimbo zangu zote nzuri kwa kusema kweli. Na nyimbo zangu zote nazipenda, lakini sasa kuna nyimbo zina history. Maana kama kuna nyimbo ya kwanza ambayo ndio nilioanza kupanda stage nikaimba nyimbo hiyo. Ina history, inaitwa Kadanlie. Ni nyimbo yangu ya mwanzo. Kwa hiyo na nyimbo nyingi nzuri, na nyimbo za mwanzo hizo ambazo zina history kama hiyo Kadanlie, Daktari, alafu nyimbo yangu ya mwanzo kuja Dar es Salaam ni Ngwinji. Inaitwaje? Ngwinji. Wakati ule mlikuwa mna mipasho sana wewe na marehemu Nasma. Maana inasemekana wakati ule inasemekana mlikuwa mna ugomvi kweli. Hamna lolote, sisi tulikuwa tunatafuta hela. Tena ugomvi wenyewe kana mashabiki. Mashabiki wa pande hii na pande hii. Hatukuwa na ugomvi, hatukuwa na chochote. Mimi niliimba nyimbo, wao bendi yao ilikuwa ishaanguka, maana mimi nilipoondoka Muungano ilikuwa imeanguka. Muungano akaamua kumchukua mtu kwenye bendi ile ambayo imefikamia TOT, nilirudi kwenye bendi yangu, ili wakamchukua kule, wakajibu nyimbo yangu Mambo Iko Huko. Wao wakajibu Mtu Mzima Ovyo, mimi nilikuwa na Mambo Iko Huko. Kwa hiyo hapo ndio shindano kaanza. Na wala hawakuendelea mbele kuchezea na Jacob wewe. Si mchezo. Hatukuendelea sana. Zikaanza kujibishana tena, tukafanya mashindano, ukafika muda wakashindwa wenyewe. Ukipigana wawili fahari lazima mmoja na kasarenda. Sio mchezo. Uko vizuri. Mimi niko vizuri. Bahati mbaya mkafika muda Mwenyezi Mungu mwenzangu akakapotea, lakini Mwenyezi Mungu akamhitaji. Basi baki peke yangu. Lakini tulikuwa hatuna ugomvi wote. Tulikuwa tunashirikiana, tunazungumza, tunaalikana kwenye mashughuli, kwenye shida tunaendeana. Na baada ya kutoka kwa Nasma, baadaye akatoa mwingine, alikuwa sikumbuki jina lake, lakini alitoa wimbo unaitwa Utalijua Jiji. Utalijua Jiji? Ukamjibu Nalijua Jiji. Nalijua Jiji. Unajua zile nyimbo zilikuja zikalandana. Lakini mimi sikukusudia kuijibu nyimbo ile ya Melody, ya kusudia kuijibu Nalijua Jiji. Kuna nyimbo tuliimba mimi na Nasma ambayo tulifanya dream song kwa Mzee Yusuf. Na hiyo nyimbo bahati mbaya mpaka leo sidhani kama ilitoka. Haikutoka hiyo nyimbo. Ilikuwa inasema Utalijua Jiji. Tuliimba kama kujibishana. Sasa na mimi nikasema ngoja nitengeneze nyimbo yangu Nalijua Jiji. Nilipotengeneza ile nyimbo kuja na ile nyimbo ya Melody, ikawa kama mimi nimewajibu wale. Lakini ilikuwa kusudio langu sio kujibu. Tena mambo yakaenda. Hebu tukumbushe, maana hapa alikuwa anambia Nalijua Jiji Kinondoni nimefanyaje? Huwa inifanyizia nimezaliwa mjini. Wewe unauliziwa kwani umekuja lini? Kipi unachovutia?
shoga kutake nani, mabwana unodandia, si hadhi yangu katuni. Koma kunifatilia, na mume wangu ndani, nadhani unamjua Hesa Mboi mji, wengi wa mgombani, amewapigana chini, nalijua jijibisho, nimezaliwa Usherodi. Woyo, huyo ndo Nasinde mwenyewe. Hadi Ulaya wanakujua. Wananijua, hata Obama anasema mashallah. Obama anasema mashallah. Mashallah Kopa. Na Trump? Trump simjia mtu kaja juzi. Siju kishanjua tu. Atanijua tu kanikuta. Wewe Trump sikanikuta, atanijua. Atakujua tu. Huko juu kwa juu. Huko juu kwa juu. Moja kwa moja tukienda kwenye maswali ya mashabiki. Maana kuna maswali mengi. Maana watu walikuwa wanakusubiria. Ndio wala usiwe na wasiwasi. Huyu anaitwa Astel Kimario anauliza umestaafu? Kustaafu ni? Nahisi mzee kitakuwa. Maana tunatakiwa ukisema ufafanue. Ukisema nimestaafu jeshi au nini? Sijastaafu bado. Kwani umestaafu kipi? Anauliza umestaafu. Labda tuzungumzie walikuwa wanakujua kwenye muziki. Muziki hujastaafu. Ulikuwa kwenye siasa. Siasa umestaafu au bado? Sijajua. Nipo bado. Bado uko kwenye siasa. Lakini sigombei. Kwa hiyo nimeacha. Yani umeacha. Okay. Anaitwa Felix John anauliza una miaka mingapi sasa? Nimezaliwa mwaka 1963. Fanya hesabu. Atajua mwenyewe hesabu zake. Tufanye hesabu. 55 sasa hivi. 53 tukienda 74 84 94 2004 2014. Kwa hiyo huko sahihi. Amekwambia anahisi 53. Yuko sahihi alichokuwa amekwambia. Kama 54 sasa hivi. Okay. Huyu anaitwa Ima Ruziga, anasema yuko kama, anasema tuko pamoja. Anaitwa Pregodi Kavuga JR, anasema baada ya kufiwa na mumewe, je, una mahusiano mengine kwa sasa? Sina, niko hivi. Kama babako yupo ana mke, mlete tu. Akinifit narukana, no problem. Upo tayari kwa ndoa nyingine sasa hivi? Mimi kwa sababu na nguvu zangu, nakula na shiba. Na sisi ni faradhi kuolewa, si vizuri kukaa si vizuri kukaa unahangaika. Niko tayari nikimpata mtu ambaye ninahisi huyu naweza kuishi naye, naweza kunioa. Labda umezungumzia kama mtu ambaye anaweza kukuoa. Ila mimi wananiuzwa wapenzi. Kila siku wanauliza maswali hayo. Kwani hamna maswali mengine? Inaonekana watu inawezekana naye ana jicho la tatu kakuona pale. Inawezekana basi sijaolewa bwana. Maana mashallah. Lakini ninachotaka mimi sitaki kusomesha tuition. Tuseme vigezo vyako unavyotaka. Nataka mwanamume alikuwa mwenye umri mkubwa. Kuanzia 40 na kitu kwenda juu. Kwa tuition sisomeshi. Tuition maanisha nini? Ashajua wale ndio. 10. Lakini inasemekana aliyekuwa mumeo ilimpita kwa miaka hii 5 tu. Kwa mtu mkipita kwa miaka 5 sio mbaya. Sio kibenteni. Si kibenteni. Kibenteni mwanafunzi wa skuli baba. Alikuwa ndo kwanza na miaka 20. Mwanamume akishazidi kwa miaka 25 mtoto wa mwenzio. Mumeo huyo. Madamu mmependana. Na hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mimi ndo Bi Khadija mwenyewe. Mke Bi Khadija alikuwa na miaka 40 na Mtume alikuwa na miaka 25 Sasa kuna ubaya gani? Tumeanza sie. Lakini kwa sasa hivi umebadilisha vigezo. Sasa hivi mimi nishakuwa umri wangu hapo ulipofikia. Sasa mwanamume mdogo sijabadilisha vigezo. Nikimpita kwa miaka 5 si mbaya kunioa kama madam tunapendana. Lakini sitaki mtu ana miaka 30 kwenda chini huko, miaka 39 kwenda chini sitaki. Kwa nataka mwenye kuanzia 40 kwenda juu. Yaani 40 iwe ina marupurupu yake.
Hapo fresh. Naamini watakuwa wamekuona. Oyo mtazamaji wa Kikangoni, kama una miaka kuanzia 40 ndio una kigezo ina marupurupu 44 5 huko kwenda juu. Kigezo cha kwanza umri miaka 40. Cha pili, kigezo cha pili ana mapenzi na huba, maana mimi nimeolewa na mwanamume, mume wangu alifariki, alikuwa ni mwanamume mwenye huba, mwenye mapenzi, mwenye kunijali na anayejua sasa hivi ninataka nini na sasa hivi sitaki nini. Mwanamume ambaye nimekaa naye miaka yote sijawahi kugombana naye hata siku hii. Nilikuwa ninatamani nimuone ananuna vipi, sijamuona kununa. Upo mwanamume ambaye anajua mimi familia yangu wanataka nini, watoto wangu wako pamoja na yeye, anawapenda kwa mapenzi na huba na familia yangu. Mwanamume ambaye vigezo vyake sijapata kumuona katika wanaume wote nilioishi nao. Huyo alikuwa wa kipekee. Ana vigezo vyote. Maana siwezi kusema 100 juu ya 100 kwa sababu hiyo itakuwa ni Mungu. Maana Mungu peke yake ndio yuko 100 juu ya 100. Yuko juu ya pasenti zote. Lakini kama upungufu basi mdogo sana, lakini kila kitu yuko perfect. Yuko perfect. Asilimia kuanzia ndani ya nyumba mpaka ukiwa nje, mpaka kwenye kila kitu. Maana kuna wanaume wengine wazuri wakiwa kwenye nini, akivaa shati tu na suruali. Lakini hana mahaba, hana mapenzi. Akishajiona yeye tena anasifiwa kwa nje, watu wanamgombania, anajiona yeye ndio yeye, anakuona wewe karatasi ya kupangusia mafua. Sio mwanamume yule. Mwanamume mwenye mahaba na mapenzi yake. Upo mwanamume mwingine tena ukiingia ndani, yeye ni ukali, yeye ni kununa, utafikiri mashavu amevimba, utafikiri mkate wa boflo. Mwanamume huyo umjui leo ana furaha, umjui leo kanuna. Mwanamume huyo hata umfanyie nini si mwanamume gume. Ujue wewe kwake huna thamani. Hakuwekei heshima kwa marafiki zako wala kwa ndugu zako wala kwa familia yako. Watoto wako anagombana nao, shoga zako anawatongoza, nje hakuwekei heshima. Hata akifanya mambo yake hafanyi siri. So mwanamume anamwekea heshima mkewe kufanya siri. Hata ukija ukiambiwa sema si mume wangu huyo, umekosea. Huyo unakataa, huyo si mume wangu. Watu wanabaki kukucheka, mwacheni hivyo hivyo. Lakini wewe mwenyewe unalijua ndani ya moyo wako, kwa sababu mumeo unamuona hana mambo ya matatizo. Unasema huyo ulioniambia sio mume wangu. Tena namwambia tena siku nyingine usiniletee habari hizo. Ukiniletea habari hizo utajijua chuo chako. Nipo. Kigezo cha pili mahaba umesema. Mahaba na mapenzi ya kweli na uaminifu. Maana kuna wanaume humo wanawauza wake zao. Unaweza kuwa una kitu, yeye ndo anakufisidi kuliko mtu wa nje. Hakupi maarifa. Akikuwa una pesa tena yeye hana raha mpaka azimalize. Hakupi mawazo kama jenga, fanya hivi, fanya. Hana mawazo mazuri. Yeye kazi yake mimi nifanye hivi, mimi nifanye hivi. Na pesa zako anaweza kuwa sizitumie vizuri. Pesa zako zikakukanga wewe mwenyewe, ukajikanga mwenyewe kwa mafuta yako. Lakini nimetoka kwa mwanamume mwenye huba, na ndio maana mpaka leo sijaolewa. Miaka mingapi? 4 sijui. Toka nimefariki mume wangu, huyu umeingia wa 5. Na wasiwasi kuwa huyu atakayenioa atakuwa kama huyu mume wangu au atakuja kunikumbusha, sababu ukiolewa na mume mwenye matatizo utakuja kukuandalia kila siku kumkumbuka mume wangu, na hiyo haitaki. Ufikiwe umkumbuke kwa kumwombea dua, Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi hapo. Sifa zake huko aliko Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi inshallah. Kwa hayo mengine tunakuja mpaka sasa hivi unaona kama gumegume hivi. Yaani unaogopa hata kujaribu, unaogopa. Maana kama unaona kwamba huyu si kama huyu. Yaani unaogopa, unaanza kuulizia huyu yukoje, tabia zake. Hicho umesema uaminifu, mwenye mapenzi ya kweli na mahaba ya dhati. Muonekano. Unapenda hayo mwenye muonekano muhimu babangu. Muonekano first. Maana ukiingia na mtu pahali ndio wewe ndo mumewe fulani. Muonekano ni muhimu, kitu muhimu. Wewe mtu hivi ovyo wewe utachagua. Wewe mwenyewe. Huyo anonitaka mimi, unafikiri kaniona muonekano mzuri? Kwa muonekano lazima uwe mzuri. Unajua kila mtu anapenda na kitu chake. Kuna mwingine hapendi sura, anapenda body ya mtu na alivyo. Na mimi na vitu vyangu ninavyovipenda. Body ya mtu awe body yake asiwe mnene kama mie.
Awe size, si mnene si mwembamba. Maana na kikiwa chembamba sana hata simpi. Upende mwembamba sana. Mfupi mrefu. Awe size. Si mnene si mwembamba. Urefu? Sikugezee kama wewe hapo mwanangu. Awe kuna ukupe ushughulishi mradi asishuke chini yangu. Ndani asishuke chini yangu. Lakini akiwa hata kama mimi size ya urefu wangu mimi hamna neno. Lakini sio mimi niko huku tena yeye anamtazama kwa hivi. Mfupi mwana mfupi tuseme mfupi. Mfupi hapana. Atapata tabu. Atapata tabu. Mweupe mweusi. Sina ubaguzi wa rangi mimi. Sina ubaguzi wa rangi wa dini wala kabila. Sina ubaguzi wa rangi. Na sisemi na dini lazima awe Muislamu. Sina ubaguzi wa rangi wala kabila, sina ubaguzi. Mradi tu nipende mimi moyoni. Moyoni. Alafu mimi napenda lafudhi zaidi. Usemaji wa mtu. Lugha tamu. Nakwambia lugha tamu mtu wenye maneno mazuri na Kiswahili kilichonyooka. Huyo ndo bibi Hadija Kopa bado anakuchambulia vigezo vya mume ambaye anamtaka. Kama yupo mwenye sifa kama hizo na unaangalia kikangoni sasa hivi, yawezekana ndiye utakayefuata baada ya yule aliyekuepo Mungu kumchukua. So hapo ulikuwa unamalizia tukiangalia kwa mfano wengine wanapenda mwanaume mwenye pesa. Ungesema mimi mwanaume bila kuwa na pesa mimi huyo sitaki. Wewe kwako vipi hilo swala? Mimi napenda mwanamume mfanya kazi. Maana kupata pesa ni majaliwa. Upo. Napenda mwanamume ambaye anaweza kufanya kazi. Anaweza kufanya kazi ya kumuingizia kipato. Yoyote alokuwa nayo anaweza kumuingizia kipato. Sio mwanamume tu kukaa nyumbani akalala mimi nikafanya kazi, yeye akakaa akala akashiba akatumbo juu. Sitaki mwanamume huyo, nataka mwanamume mfanya kazi. Ili hata mimi nikiwa na wewe tukiweza kusaidiana. Huku natoka hichi. Lakini sio kama awe na mapesa na nini, akiwa nazo ndio khairi inshallah. Akiwa hana lakini mradi ana kazi na anafanya kazi japo si kuajiriwa, anafanya kazi zake mwenyewe binafsi ya kumuingizia riziki. Maana mimi mkeo nataka ibidi nihudumie. Lazima. Chakula, mavazi, mambo mengine watoto na nini yangu mimi mwenyewe. Lakini mimi mwenyewe mkeo lazima nihudumie mimi mkeo. Lazima. Jamani Hadija akasema kwamba vibenteni kwa sasa no. Yes, sasa hivi kashakuwa mtu mzima. Tukiendelea na swali anaitwa Marco Otieno Gideon anasema kwa nini kwa sasa taarabu imeshuka? Taarabu haijashuka mtoto wangu. Tuloshuka si wasanii. Taarabu ipo pale pale na utamu wake na unaisikia ikipigwa kwenye maharusi na kwenye wewe mwenyewe unaipenda. Wewe mwenyewe unanengua na mwenyewe unaweza ukaomba bwana nipigieni wimbo fulani, wimbo fulani mtamu. Tuloshuka si wasanii kwa sababu sasa hivi wasanii wa taarabu hawatokezi wengine. Na hiyo ni moja ya kuonekana kama sanaa imeshuka kwa hawatokezi watu wapya. Na kwa sababu sasa hivi watu wengi wameelekezea hii taarabu wameipeleka baa kupiga kiingilio bure. Mbali ya kiingilio bure mtu anakwenda kuitazama taarabu kwenye baa. Mtu atakuwa na hamu ili ya kusema ngoja nimsikilize fulani, unaona? Kiingilio bure. Wamekwenda kuishusha kule kabisa. Kwa hiyo mtu hadhi yake imeshuka, mtu anasema jamani kuna show ya taarabu. Anaye mimi nikienda pale nasikia nyimbo zote mpaka ile Hadija Kopa bure, nanunua bia yangu moja. Unaona vitu kama hivyo. Alafu pia media ya zamani na leo tofauti. Media zetu sasa hivi zimeshika bongo flavor. Kila kipindi bongo flavor. Na radio nyingine utakuta kipindi cha taarabu kwa wiki bara hii moja na zinapigwa nyimbo ngapi? Kwa ndani ya sani moja inatokana labda tena taarabu zilizo ndefu unakuta nyimbo 3 au 4. Haya itapangia wapi? Matamasha makubwa hayo yakifanywa sasa hivi hata watu zamani angalau hata Hadija Kopa walikuwa wakimchukua. Sasa hivi hata Hadija Kopa achukuli kwa matamasha makubwa. Ni wenyewe hao hip hop na R&B. Na vile ndio vitu vya kutuonesha sisi bila watu wa habari si lolote si chochote. Alafu vile sisi wenzetu wanapata mameneja ambao wana uwezo wa kuweza kuhakikisha mbele. Sisi hatupati mameneja. Mimi nikijua kuimba sitajua kujimanage. Kwa hiyo tukipata watu wanaweza kutumanage. Sisi kikomo chetu ndo hapa, tumeonyesha uwezo wetu ndo hapa tufika. Maana sisi wengine tumefanya mpaka kujipanisha wenyewe majina yetu bado yasimame mpaka leo ni hapa. Huu ndo ukomo wangu. Sasa nikipata mtu wa kunimanage, mimi naweza kuwa mtu mkubwa sana. Pengine nikamkaribia mwanangu Diamond.
Lakini hatuna watu kama hao sisi. Kila mtu anamtaka mtu R&B. Hii tarabu yetu iko nyuma sana, wameiweka imedharauliwa, imewekwa nyuma, sijui kwa sababu gani. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo ndio vinatushusha. Hakuna kitu kisichokuwa na management, kisichokuwa na promotion kubwa. Hamna. Wenzetu wanapata promotion kubwa, wanapata nini. Alafu na kuna hii ya mwisho saa 6 muziki. Hii ndio sisi imetumaliza kabisa. Kwa sababu sisi wapenzi wetu kuanzia saa 5 saa 6 ndio wapenzi wanaingia kwenye phone. Ukimwambia mtu anakuja kwenye tarabu aje saa 2. Na ndio maana tunataka hata kufanya maonyesho sasa hivi. Tukifanya maonyesho watu hamna. Ikishafika saa 6 una watu wako 100 hawatoshi kwa ajili ya band, kwa sababu sisi tunaimba live na band. Wenzetu wanaambia nenda mtu mmoja na CD yake, anachakarika mwenyewe, anahangaika mwenyewe, muziki humo ndani ya CD. Sisi tuna watu wapigaji, waimbaji, katoka huyu kaingia huyu, katoka huyu kaingia huyu. Haitoshi pesa. Utaupandishaje muziki huu? Maana wewe mwenye band unatakiwa uchukue upate pesa, upromote waimbaji, ufanye mazoezi, uingie studio, ufanye video. Utaipata wapi? Utoe pesa yako ya chakula nyumbani ndio ufanye vitu vile? Hakuna faida. Kwa hiyo tunaomba wale wanaopenda muziki huu na wale wanaopenda muziki, na sisi watupe support ya kutupromote ili tuweze kufanya vitu vizuri kama wanaofanya wenzetu sasa hivi. Lakini muziki wa tarabu haujashuka, tumeshuka sisi. Waimbaji ndio mmeshuka. Na lakini tukisema kwamba tunakumbuka kwamba kabla Mzee Yusuf hajatangaza rasmi kuacha taarabu, ilikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa juu kweli. Kwa kitaja tu taarabu na tunasikia Mzee Yusuf kwa wanaume tukizungumza. Na kwa wanawake tunajua kwamba wanakuzungumzia Khadija Kopa. Lakini unahisi nini kilisababisha Mzee Yusuf akawa juu pale? Kwa sababu ulikuwa unajua kwa anajulikana kila kona. Alikuwa akitoa nyimbo zake nakuomba huyo mzee tusimtaje kabisa. Usije kanitafutia sokomoko. Anaitakuwa sokomoko kubwa. Au juzi ukoona kwenye Instagram. Kwa nini nakuomba tusimtaje. Tushughulike na mengine. Okay. Haya, tunaendelea mbele, mtazamaji wa Kikangoni. Huyu anaitwa Mwakalinga. Anasema kwa nini hamjampa hela mtunzi wa nyimbo zako? Mimi nina watunzi wengi. Aniambie mtunzi gani simpa hela. Mwakalinga, tunaomba utuambie ni mtunzi gani, inawezekana. Alafu kwa taarifa yake ngoja nimjibu kwanza kabla ya tapo hajaniambia mtunzi. Mimi sinunui nyimbo. Mimi ninatafutwa. Watu wananiletea. Sinunui, na nyimbo begi nzima. Na watu wananitafuta kunipa nyimbo zao. Sijawahi hata siku moja kwenda kumwomba mtu nitungie. Sijawahi. Hizo nyimbo unazozisikia ninaziimba, hao watunzi wananiletea mimi kwa mapenzi yao, kwa ihsani yangu na mapenzi yangu, kwa kuwa na wao wananipa nyimbo zao. Mimi huwa nasaidia tu. Sijawahi kununua nyimbo. Na hapa nilipo ndio kabisa si nyimbo, kwa sababu mimi mwenyewe mtunzi. Na nina nyimbo ni kupa mfano nilizozitungamia: Mjini Chuo Kikuu, Mtie Kamba Mumeo. Nyimbo nyingi nimetunga mimi mwenyewe. Top in Town, Niliwaze, sijui nyimbo nyingi nimetunga mimi mwenyewe. Watu walivyoniona nishakuwa juu. Mama, naomba nyimbo yangu fulani uimbe. Sijawahi kununua nyimbo. Kama kuna mtunzi anasema ananidai sijampa pesa, muongo, sijanunua nyimbo kwa mtu. Wanaleta nyimbo zao wenyewe kwangu mimi. Mimi nafanya ihsani kwa mapenzi yangu, kwa kusaidiana. Sasa muulize huyo alosema labda ananidai, alitaka ihsani yangu au ananidai au tulikubaliana kusaidiana tu. Sina makubaliano na mtu yoyote kwa utunzi wa nyimbo. Sina mpaka hivi sasa. Na mtunzi alikuwa nikinitungia nyimbo zangu zamani alikuwa anaitwa Osman Sud, ndio alonifikisha hapa. Akaja marehemu mwanangu Omar. Ni alipofariki marehemu Omar nikawa najitungia mwenyewe. Akaja Young Hassan Ali. Liseni. Muulizeni nimenunua lini nyimbo kwake. Lakini akija mama, mimi nataka hapa ni push niingie hivi, tunasaidiana. Lakini mimi sijawahi kununua nyimbo mpaka hapa nilipofikia. Okay. Kwa hiyo sina mtunzi anondai.
Mwakalinga ameshakwambia Hadija Kopa amekwambia hana mtunzi anayemdai nyimbo zake. So labda utuambie kwamba huyo mtu ni nani na ilikuwaje na ilikuwa vipi hadi akaweza kumdai Hadija Kopa hizo nyimbo zake. Anaitwa Lucy Steven, anakwambia miaka 20 ijayo unajiona wapi? Miaka 20 ijayo sijui nitakuwa nishaacha muziki, maana ninavyokuambia kwa taarifa yako hapa nilipo ninajitengeneza kupitia nyingine zaidi. Nadhani miaka 20 ijayo inshallah Mwenyezi Mungu kama ataniweka hai, pengine nitakuwa nimeshaacha, kwa sababu mwanangu wakati wote anaweza katoka kama mwanamuziki. Akisimama tu mwanangu, mimi nataka nipumzike nifanye shughuli zangu nyingine, nitakuwa naimba kwenye maharusi mara moja, labda za kale. Watu si wanataka ile za kale, watamtafuta Hadija Kopa kama alivyokuwa anamtafuta Kidude. Lakini miaka 20 mbele, mwana huyu kuna inshallah uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu kishasimamisha kwenye njia ambayo ya kunipatia fedha nyingine, na nitakuwa pengine nishakuwa si record tena majimbo nini, sio sana. Sijui nitafanya taarabu kwa njia gani, kwa sababu kuimba na kupenda, lakini sitakuwa na tena kwenye mashow. Show gani njoo muone Hadija Kopa? Mwanangu wa kike anaimba wakati wote, anaweza katoka. Lakini bado hajatoa nyimbo zake kwa sasa. Yuko kwenye lebo. Ni anaimba taarabu na yeye. Anaimba kila kitu. Anaimba taarabu, anaimba R&B, anaimba nyimbo za kizungu, anaimba kila kitu. Kama hizo. Na aliingia katika tano bora zile za Nigeria walikwenda kwenye mashindano Trace. Aliingia tano bora. Anaitwa Zuchu Kopa. Basi tutamuona akishatoa nyimbo yake hiyo jamani. Huyu anaitwa Jesse Peter. Jesse Peter amerudia ile swali ambalo lilisemekana. Yeye anaulizia hapa, anasema kwa nini unapenda vibenteni? Karudia ile swali. Babu wewe usiniletee mambo ya kupenda vibenteni. Mimi sipendi vibenteni. Uliniona wapi na kibenteni? Aniambie kaniona wapi na kibenteni? Jesse tuambie. Mimi sipendi vibenteni, nilikuwa na mume wangu. Na wala sishughuliki na vibenteni, kwa taarifa yako. Mimi ni mtu mmoja ninayejiheshimu, ambaye ninajijua na ninajiamini. Mimi nahangaika vibenteni vya nini? Na shida gani hapa nilipo? Kula na kula, kuvaa na vaa. Unahisi vibenteni ndio huwa vinawapata mama watu? Tunapenda watu mama wazima au mama watu wazima ndio wanapata vibenteni? Lakini hata kama kuna mtu anapenda hiyo Adamu mumewe, ni halali yake. Sisi dini yetu haitukatazi. Mbona wenyewe wanaume wazee na watoto wadogo, wajukuu zenu, mbona si hatusemi? Na alafu kila siku kwenye TV na ni vibenteni vibenteni. Mbona watoto wadogo hamwasemi? Mtazamaji wa Kikangoni, Jesse Peter au ndo anapenda kutuonea wanawake? Omale amekwambia, Bi Hadija amekwambia kwamba hapendi vibenteni, na anakwambia hata kama ikiwepo kibenteni ni halali kwa kutokana na dini yao inaruhusu. Imani yetu inaturuhusu. Kwa hiyo mtu asinijaji tena kwenye mambo ya imani, mtu usimjaji. Imani, kila mtu na imani yake. Sisi ni Waislamu, imani yetu. Mtume wetu katuonesha njia. Kwa hiyo hakuna ubaya. Upo maadamu mmependana na mmeelewana. Hakuna ubaya. Kuoana tu muhimu. Sio kuhangaika mara mmeingia gesti mara gesti. Kuoana muhimu. Cha muhimu ndoa. Kwa hiyo ni imani yetu jamani, msio tena kuanzia leo msio mnaniuliza mambo hadi swali hilo silitaki. Kwa sababu ni haki. Au hamjui nyie imani ya Kiislamu ilivyo? Labda wakumbuke. Hawasomi. Watakuwa wasomi hao. Na hata kama Biblia wamesoma, wataiona, kwa sababu Biblia inaeleza vitu kama vile vilivyokuwa na sisi. Kwa hiyo wanajua kama mtume huyu alikuwa hivi, mtume huyu alikuwa hivi, mtume huyu au hamuyaoni haya. Hadija Kopa, labda nikizungumzia kwenye swala la mtunzi, umesema kwamba unatunga nyimbo zako mwenyewe. Kabla hujatunga nyimbo, nini hasa wewe unazingatia? Kwa nini kwamba, kwa sababu tukiangalia umeshatunga nyimbo nyingi sana na tangu umeanza muziki mpaka leo. Unafikiria kipi kuweza kutunga nyimbo mpya na ili uweze kuifanya iwe tofauti na nyimbo nyingine ambazo ulishaitunga miaka nyuma ambayo imepita? Huwa natazama hapa katika kama muda huu tuseme kuna kitu gani kinacho hit mtaani. Kuna hit mambo haya, kuna hit mambo kama mfano wakati ule
Ilivyokuja mambo ya kompyuta sisi zitazimika, si nani mtunzi wangu alonitungia nyimbo akasema ngoja nikutungie. Kukaambia itapatikana dawa si Y2K si nani. Akasema ngoja nitunge nyimbo si Y2K. Naona? Alafu unasikia mitaani, babu kanichukulia mume wangu si nani. Ngoja niseme kama unaweza mtie kamba wewe mwenyewe. Hata wakati wengine wanachukuliwa waume zao kwa sababu wao wenyewe hawajitunzi wakiwa majumbani. Hamshughulikii mwanamume unamtukana mpaka wenzao wanakuona, jirani wanakuona. Kama wenzao majirani wanammezea maji. Unamchamba mpaka unamsukuma nje ya mlango. Anastahimili kila siku watu wanammezea maji, wanamsubiria huko. Kwani unahangaika baba? Mimi mbona nipo? Watu wanamchukua. Unabaki hao, unafika kwenye show unarushana roho na watu. Kanichukulia mume wangu ndio kama unaweza mtie kamba mumeo. Kumtia kamba mwenyewe unafikiria ni nini? Kumtia kamba kumfanyia mambo mazuri, kumtia kamba kumheshimu mumeo, kumtia kamba mumeo kumfanyia yale anayotakiwa, kumtia kamba mumeo ni ndani pia kumwekea hali ya hewa iwe nzuri. Maana hata akifanya atakuwa hafanyi kwa kukuonyesha. Lakini sasa mwanamume unamwaadhiri mbele ya umati wa watu. Kama unaweza mtie kamba mumeo. Unaona? Vitu kama hivyo. Na wakati ile ilikuwa nani Top in Da nani alikuwa TID aliweka Top in Da. Ilikuwa Top in na ilikuwa Top in Da kweli. Shika Top in Da. Sasa nifanye Top in Town. Nikatuma mjini form 6 nikasema mjini sio form 6 mjini chuo kikuu. Upo nitunga mwenyewe. Maana form 6 imepita. Maana mjini kama huna akili utalala kwenye maboksi. Chuo kikuu maana ushamaliza madegree na madiploma. Kichwa kiwe kinafanya kazi. Na mjini pesa. Shikamo makelele. Kwa hiyo mjini chuo kikuu ili upate pesa. Upo vitu kama hivyo. Mfano wake ndo kama huo. Okay. Tukiendelea na maswali, anaitwa David Noah. Anasema kipi chanzo cha kupewa jina lako kituo cha daladala pale Mwananyamala kwa Kopa? Sasa unajua pale kwa Kopa yuko mtu anaitwa Kopa wa zamani, lakini sio pale ninapokaa mimi. Kwa nyuma. Huyu yuko mtu anaitwa Kopa na familia ya Kopa ipo. Ila mimi baada ya kuja kuhamia pale kwa Kopa kwa mbele karibu na soko. Sasa na mimi niko pale tena. Kwa ajili ya Kopa. Kwa ajili ya Kopa. Mpaka ikatuna dada. Nashuka hapo kwa ajili ya Kopa. Sio hapa, sio Mwananyamala. Mpaka Bagamoyo. Na kuna hospitali mpaka ishakuwa inaitwa ya ajili ya Kopa. Hapo nilipokuwa ninakaa Bagamoyo. Mtu akipata pikipiki nipeleke kwenye hospitali ya ajili ya Kopa, kwa ajili ya Kopa, kwa ajili ya Kopa. Kwa pale washakopa inaitwa kwa ajili ya Kopa. Na sasa hivi ukijambweni ukisimama barabarani Boko kule, Boko barabarani sokoni, mimi nakaa Mbweni Teta huko ndani. Ukimwambia mwenye bajaji nitakwenda kwa ajili ya Kopa, unaletwa mpaka mlangoni. Kwa hiyo jina ndio linalobeba sehemu ya maudhui. Kwa hiyo pale beba kwa ajili ya Kopa, kwa ajili ya Kopa kwa sababu ya kukaa pale. Sasa hivi umeshahama kule? Mwananyamala? Bwana nimehama babangu. Niko Mbweni. Wewe au ulitoka Bagamoyo ukarudi tena pale? Nimetoka Bagamoyo nikaja Mwananyamala. Nyumba wakati ule watoto wangu walikuwa wanasoma. Mmoja yuko boarding, mmoja yuko India anasoma. Baada ya kumaliza miaka mitatu ile walivorudi nyumba ikawa ndogo. Tukahamia Magomeni. Alivorudi wa India nyumba ikawa ndogo. Tukahamia Mwembechai. Sasa hivi bado tunaona nyumba ndogo. Tumehamia Mbweni, tumetulia. Tunangoja tujenge nyumba yetu tuhamie. Unajua kwa jinsi ilivyokuwa maarufu pale kwa Kopa, watu wakaishi kwamba ile ilikuwa ni nyumba yako na hapana. Yaani hapa bara mimi Mwenyezi Mungu hajanijalia kujenga. Na kwa sababu kipato chetu ndio hiki. Sio kama nilikuwa sipati napata. Ila nilikuwa na mtoto wa kike namsomesha India. Nimsomesha miaka 5. Nilikuwa na msichana alioniachia marehemu Omar. Namsomesha private school mpaka kamaliza akaingia chuo. Amemaliza na sasa anaweza kufanya kazi juzi. Kwa hiyo na wewe mwanangu alokuwa India, unajua kumsomesha mtoto nje ya nchi, dola zinafanya kazi. Akiumwa na kidonda, dola. Mwisho wa mwezi kulipa pango, dola. Msijui nini chakula chake cha mwezi, dola.
aga kidogo unajua tena watoto wa kike kwa mbali, mama sijui nataka sijui nini na nini dola. Na mtoto akiwa mbali unakuwa wewe mwenyewe mzazi pia una wasiwasi. Kwa hiyo akikwambia sijui nataka dola 200 unapeka 300 ili mtoto wa kike yule asije akashawishika akarudi na diploma ya mtoto. Kwa hiyo basi mpaka kamaliza shahada alhamdulillah, na huyu kamaliza sasa hivi alhamdulillah nimetulia. Hapa na ndo nataka nianze kujenga. Kama Mwenyezi Mungu atanipa uwezo zaidi inshallah, nitasimamisha kibanda changu kidogo kwa hapa Dar es Salaam. Zanzibar ninayo nyumba. Anakaa mwanangu wa kiume na mkewe na watoto wake. Na nyingine ndio sijamaliza. Ilipofika mwisho ndio watoto wanakuta kusoma sasa. Nikaiacha hapo ndo mpaka leo. Mpaka watakapomaliza kuja kusoma. Mpaka watapomaliza kusoma watasijua atajenga wenyewe. Waje waimalizie wao. Maana mimi nataka nijenge huku barabara. Nishakuwa mtu wa huku tena sasa hivi. Siwezi kwenda kuishi Zanzibar. Nishakuwa mtu wa huku. Kwa hiyo nataka nijenge na hapa kibanda changu cha kupumzika. Acha ya mambo kidogo, niko nyumbani kwangu alfasati na kula na kunywa maji na tena chini pia. Khadija, jambo gani ambalo huwezi kulisahau kabisa katika maisha yako? Mambo mengi kwa sababu dunia ina mambo mengi ambalo ni kubwa zaidi. Mambo mengi makubwa ambayo mimi siwezi kusahau katika maisha yangu. Kwanza kufiwa na mama yangu, nimekufiwa na mlezi wangu. Bana mimi nililelewa na bibi ambaye alinilea kwa mapenzi kwa sababu mjukuu nilikuwa mimi mmoja peke yangu. Na siku alokufa yule mlezi wangu, bibi yangu, ndio siku alokufa marehemu Leila ambaye ni mwimbaji mwenzangu wa TOT. Na mwimbaji huyo ikatangazwa kwa kauliwa na Jakopa. Ni vitu vinavyomiza, unajua vinaumiza sana, lakini wakati ule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaumiza mno, yani mtu katika maisha yako mpaka unafika kaburini huwezi kusahau. Na kufiwa na mume wangu. Na alafu pia siku alokufa wasanii wa 5 Star kwa pamoja hivi sitasahau. Ni vitu ambavyo katika historia yangu haviondoki kwenye kichwa changu. Kujia mara kwa mara. Na unadhani kwa nini watu walihusisha kifo cha Leila na kwa nini? Mambo star una mambo. Star. Yapo huu star wetu wa kunuka huu. Una mambo. Na kama huna moyo huwezi kuishi kwenye sanaa. Mpaka ukafika jina likajulikana. Huwezi kukaa. Na hasa kwetu kwenye taarabu. Kwa wenzetu kwa R&B atasele huko Bongo Flava sele. Lakini kwetu sisi huko kuna matatizo makubwa. Maana kwanza unapokuwa mtu mwimbaji mzuri wenzio hawakupendi. Na wanakuambia kila aina vikundi. Inatakiwa kama uko kwenye kikundi, yule kiongozi wa kikundi awe na akili. Kama hana akili, kila siku utahama vikundi. Kila siku utahama vikundi. Na hiyo ndio sababu mimi ya mwanzo nimekuja TOT wamenichukua kutoka Zanzibar. Nilipofika hapa nikaimba ngwinji na nini, nikaanza kujulikana. Maana nilianza kujulikana mimi tangu niko Zanzibar, zile nyimbo zangu zilikuwa zinapigwa tu, lakini watu hawanijui. Nilipofika hapa nilianza kujulikana. Bosi wangu Komba alitiwa maneno siku moja akanishambulia mpaka mimi, na alafu aliponishambulia wakati mbaya niko kwenye ujauzito wa mwanangu wake. Mpaka nikapanda hasira nikaamua kuacha siku hiyo. Na naacha kazi hapo naletwa habari ya kuwa unatakiwa kwenda Arabuni miezi 6. Nikaondoka kwenda Arabuni. Nilivorudi ndo tulipokwenda kuanzisha hicho kikundi cha East African Melody. Tulivorudi hapa Tanzania ndo Muungano wakaja kunichukua, nikapata ajira pale Muungano. Lakini nikakaa Muungano kwa muda, mkataba wangu ulipokwisha, watu wa TOT wakaniomba kurudi, nikakataa. Namkumbuka Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi, maana ni katika watu walikuwa wananipenda na mimi nilikuwa nampenda sana. Dr. Omar, makamu wa rais, akaniita kuniomba mimi nirudi TOT. Nikarudi TOT. Lakini nilivorudi bosi wangu alikuwa kishasoma jinsi ya nilishasoma jinsi ya kukaa na wasanii.
Kwa hiyo nadhani sitalifanya tena kosa hili la limetokea. Basi kwa hiyo ndio hivyo, unatakiwa ukikaa uwe na akili yako. Sio wanacheka na wewe. Wanafurahi na wewe, wanacheka, unaona marafiki zangu, sio marafiki zangu. Ukiondoka wanakuundia umso. Na hasa yule asiyejua kitu yule kwenye kile kikundi, yule alokuwa mwisho hajui chochote yule. Aloingia pale kwa bahati ndio mbaya zaidi. Kwa sababu hapati kuonekana. Okay. Na wewe ukokuwa unaonekana wanakuona kama unawazibia riziki zao hivi. Wanakuona mchawi tu wewe. Silo anashangiliwa vile mchawi tu. Anakula dawa, anawapulizia watu wanamshangilia. Mshirikina ule Mzanzibari yule. Uchawi anaopata kwa bibi yake. Maana siku alokufa bibi yangu, afadhali wewe mchawi wake kafa. Sasa na huyo bibi yangu kafa, mbona mpaka leo bado hajakopa nipo. Na wao walikuwa kuniambia hivyo hawapo. Majina yao yashapotea. Kwa hiyo wewe unakuwa mchawi tu. Wewe unakuwa mchawi. Akifa mwimbaji yoyote kamkubwa wewe. Kwa kuna vitu vinakuwa wengine hawawezi kuvistahimili. Mimi ya marehemu Lela nilikuwa sikuweza kustahimili, nilikuwa kama nilichanganyikiwa fulani. Nikarudi kwetu kwa wazee wangu kuomba kutaka mawazo. Basi nikakaa na shangaa. Acha niendelee kwa sababu mimi sasa nimeshajitolea mhanga kufanya hii kazi na inaniingizia kwa sababu ilikuwa ni ajira kwangu. Basi nikaendelea nikapiga moyo konde. Sikujali. Wanasema wakati mwingine mtu anasema namsikia mwenyewe. Na nyamaza kimya. Na bwana mtu fulani alikuja saloni akasema wewe umemuua fulani. Naambia sawa, Mungu ndo anayejua kila kitu. Basi mpaka nimefika hapa. Nimekutana na vikwazo nani babangu wewe. Hiyo. Mpaka kufika hapa. Najihesabu media siri. Komando. Mpaka leo jina langu likawa lipo, nilikuwa na wenzangu waimbaji wazuri. Wapo lakini kama hawapo. Mpaka leo wewe upo. Mpaka sasa hivi una bendi yako. Mpaka sasa hivi na bendi yangu. Inaitwa Ogopa. Na nitaendelea hapo inshallah mpaka nitakaposema leo mwisho, na sasa hivi naacha nafanya shughuli zangu. Na sina muda mrefu sana. Tukiendelea na maswali. Anaitwa Dove D Platinums anasema kwamba umewahi kujuta kutoa mimba? Mambo mengine nayo. Wewe ukafikiria nini? Ndo kauliza swali. Kufanya kitu hicho lazima mtu ujute hivyo. Mambo hayo mambo makubwa haya mpaka Mwenyezi Mungu hayataki, lakini ujana unakuwa unakutia wehu. Unashinda kujua. Unashinda kujua, lakini unakuja kujutia wakati huu. Tunajuta mimi lakini wakati huo ndo nimesimama, jina limepapa moto. Afu na ujauzito wapi na wapi? Katore ambayo. Lakini na astaghfirullah, na muomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Kwa sababu pengine mume wangu angekuwa rais, pengine angekuwa shehe mkubwa. Lakini ujana akili za kuna nini? Na ninawaambia vijana walokuwepo wasifanye vitu hivi. Tunajuta. Japo inshallah alhamdulillah Mungu kanijalia nilikuwa na watoto 4, lakini ningekuwa nao 10. Pengine mwingine angetoka angekuwa huyu, mwingine angekuwa hivi, pengine sasa mwingine angekuwa hata hivi. Kitu kibaya, najuta na wanasema sisi kwenye dini yetu kitu unachokijutia usipende kukisema. Usiniulize tena. Lakini ngapi ambazo ulitoa? Usiseme babangu vibaya. Yaani tukimalizia kwa hiyo. Mungu nisame vibaya. Ndio tunafika. Au nyingi kabisa hata hutaki kukumbuka. Yaani sitaki kukumbuka, yaani sitaki hata kusikia. Sitaki hata kusikia. Yaani sipendi kusema. Yaani kwani watoto wako walio sasa hivi tukiacha Malema Omar ambaye tunafahamu ambao wapo sasa hivi ambao ni wangapi? Watoto watatu sasa hivi. Wanaume 2, mwanamke mmoja. Yule ambaye mwingine wale Omar ndiye pekee pia ndo alikuwa wa kiume. Akiume. Nilikuwa na watoto 3 wanaume, mwanamke mmoja. Kwa hiyo inawezekana ungekuwa nao kaa 20. Ningekuwa na watoto wengi, maana nyingine zimetoka kwa uwezo wa Allah, sio kwa kutoka mwenyewe. Huyo marehemu mwangu alikuwa na ujauzito wake, kati
mwanzo, lakini nikapata accident, nilikwenda Kariakoo, nikapata accident ya usiku wa mvua kubwa ile. Kuna mashimo yale ya karo, nilikuwa shimo moja halijafunikwa vizuri, nikaingia mguu mmoja, nikajitisa ile tap. Ndio wakati amefariki. Yuko hai. Basi ni wakati ule wa mabomu ya Mwembe Chai pia nilipata athari kwa ajili ya mabomu. Mimba mwingine ilitoka. Bomu la machozi, nilikimbilia kwenye nyumba wakati nilikuwa mjamzito. Siku ile ilikuwa kitahanani kule Mwembe Chai. Mimi natoka kwenda kwenye show, gari inakwenda kunipeleka kwenye show ambayo imekuwa kawaida inakuja kunichukua. Imechelewa, nikaona nachelewa kazini, mbona wewe unanichelewesha? Nikatoka nikaja nikapanda daladala. Maana magari pia njiani yalikuwa hayaonekani, mateksi. Sio kwa nini mateksi hayaonekani? Kuna nini? Mimi sijui, nikapanda daladala ili nishuke pale Friends Corner, ndio kulikuwa kuna show karibu na hapo ninapokaa. Kufika mbele daladala ikasema bwana sisi huko hatuendi, kuna mabomu. Nikashuka, nikatembea kwa mguu, nisogee mbele pale nitafute usafiri, nipeke kazini. Wanakuja vijana, fanya fujo uone. Sasa kuna hadhara ya watu mjikusanya vikundi wanarusha. Mimi pale nilipopita palikuwa na kikundi cha watu wakarusha. Mimi nikakimbia wakati wa Dar es Salaam sijui vizuri, nikaingia kati nikatokezea kati si ndo Burahati, si ndo wapi na sielewi. Sio Burahati, mkono wa huku kwa kuichi Burahati. Hapa katikati si ndo kunaitwa. Nikaingia kwenye nyumba. Ile nyumba niliingia babangu, likarushwa bomu, likaja uwani pale. Ndani ya nyumba ile. Si nyumba zile zilizojengwa huko mbele, nyumba kubwa, afu nyuma kuna baada ya nyuma na uwani panakuwa wazi, likaingia pale ndani. Ule moshi ukaniingia tumboni, nikawa najisikia vibaya. Nasikia moto kwenye tumbo. Narudi nyumbani na kunywa maziwa labda mpaka bahati mbaya mimba ikatoka. Na hapo tukizungumzia hapo katika swala hilo la ujauzito. Unahisi nini hasa kilisababisha? Tukizungumzia tu kidogo kwamba hadi wewe ukaamua kuingia katika ile hali. Ilikuwa ni mtu ambaye ulikuwa naye unaona haeleweki ama hapana? Ndio nakwambia kazi hiyo wakati wa moto. Sababu ndio watu ndio wanamtegemea, ndio superstar bila kuonekana bila kwamba kwenye ukumbi. Wakati huo nilikuwa nikiingia kwenye ukumbi mimi saa 9 ukumbi ushajaa. Napitishwa na mabodyguard. Bwana, unapitishwa na mabodyguard. Kwanza ukitaka na shida hali ya wewe unajua. Malaki msingi wangu amekuambia nani? Wewe ni nani? Yaani unaulizwa maswali, uniona kwako tabu. Naingia kwenye Prado na shusho kwenye Prado, nikiingizwa ndani naingia kwenye pazia. Ndio kwenye pazia nasimama stage. Nikimaliza kuimba niko kwenye pazia napitishwa nyuma kwa nyuma, naingia kwenye Prado, niko nyumbani. Sionekani upuzi baba wakati huo. Sasa nyumba hii tena na ndio pesa zinaanza kuingia ndio najenga tena. Unasema hii mimba siwezi kujua itanihangaisha vipi? Nitaweza kufanya kazi nini? Tunashauriana na mwenzio. Ujinga. Na wakubali bila kujua. Bila kujua, lakini ni ujinga. Na unajitia mpaka. Najutia. Ningekuwa na watoto wangu kama 7 hivi sasa ningejisikia raha. Ujinga. Kwa ni ujinga tu. Na unawaambia vipi swala kutoa? Naambia wasichana hata ukipata mimba uko shule, msijaribu kwanza kupata mimba. Kwa sababu ukiwa shule, kwa sababu huu wakati tunakoendea huu wakati wetu tulikuwa nao bila kusoma ndugu yangu mwenyewe. Si wengine Mwenyezi Mungu ametujalia tunapata midomo, angalau tunaisemesha tunapata vitu. Lakini vile vile tumepata tabu kwa sababu tungekuwa tuna madiploma na manini, hawa tunawafanyia kazi wasingetudhulumu. Wewe ukisoma ukija ukiimba na umesoma, utadhulumiwa kwa kutaka. Vile vile hutateswa na mwanamume, utateswa kwa kutaka mwenyewe, kwa mapenzi yako tu. Kwa bwana mimi ninampenda, nitasubiri hapa mpaka nikate mkono. Upo. Kusoma ni muhimu, usijaribu kupata mimba ukiwa uko shule. Kwanza wakati huku unataka kusoma na huko mjamzito utataka tu mambo ya kwenda kutoa mimba. Na kutoa mimba ni kitu kibaya sana. Kwanza uhai wako. Pili, kuna kutoa mimba kutoa mimba ambako si salama. Sababu hakuna hospitali inataka kutoa mimba tu hivi bila kwa wewe ukawa na matatizo. Maana mimba unaweza kutolewa hospitali lakini ukiwa una matatizo.
Kwa hiyo utakwenda kutoa kwa mimba kwa ovyo ovyo, utakuja kupata matatizo. Vile vile unaweza kuharibu kizazi. Unaweza kuregeza kizazi chako, baadaye ukaja ukakosa mtoto. Kwa hiyo hivi ni vitu vibaya sana. Unaweza kuambukizwa maradhi, wakati mwingine unakwenda huko vifaa sio salama. Kutoa mimba ni kitu kimoja kibaya sana. Vile vile na imani kwa Mwenyezi Mungu pia. Sisi kila wakati unakaa unajitia, unaomba, unasema Mwenyezi Mungu atanikubalia ombi langu ile amesamehe na nini. Kwa hiyo inakuwa inakukereketa kwenye moyo, huishi kwa raha. Kwa hiyo si kitu kizuri kutoa mimba. Naambia wasichana wangu si kitu kizuri kutoa mimba. Ukiwa umeshamaliza shule umepata ujauzito, wala usitoe. Lea mimba yako, upate mtoto wako, mlee kwa salama na mambo mengine. Wanasema kufanya kosa sio kurudia kosa. Ukishapata mimba ya kwanza, mimba ya pili, jichunge, ufanye kazi zako, ulee mwanao, uwe unazaa mwenyewe kwa mpango na subiri mumeo na kuoa na sanae kwa mpangilio ule mnaopenda wewe. Mtazamaji wa Kikangoni bado tupo, anafunguka mengi sana bibi Khadija Omar Kopa. Unajua ukitaka kutaja jina la Khadija lazima uvute Hey wepo Khadija. Bana watu wanatambia Khadija, sio Khadija, Khadija. Bibi Khadija Omar Kopa. Khadija. Unajua watu wengi wanijui jina langu mimi. Mimi sio jina langu Khadija Omar Kopa. Jina langu Khadija Omar Abdallah. Abdallah. Kopa nickname. Lakini tena nishakupina langu mpaka vitambulisho sana badilisha. Maana kile kichukua pesa watu wakiona kitambulisho cha Omar Abdallah ambia wewe si mwenye pesa hizi. Sasa ninapata tabu, nikaenda mahakamani nikalia pia na hili. Nije Omar Kopa. Kumbe Kopa halikuwa jina lako? Kopa lilikuwa ni jina la babangu. Babangu alikuwa captain majeshi Zanzibar. Alikuwa mkuu wa majeshi anaitwa Captain Kopa, nickname. Captain Kopa. Mimi nilianza kuimba Culture Musical Club. Kuna mtangazaji wetu anaitwa Chimbeni Kheri. Huyo Chimbeni Kheri anamjua babangu kama anaitwa Captain Kopa. Akanambia akaanza kumtangaza tu kwenye stage. Malkia wetu wa leo Khadija Omar Kopa. Ile Kopa watu wakaikamata Kopa mpaka leo. Namshukuru amesaidia. Bwana, bibi Khadija ana nyimbo nyingi sana, lakini Top in Town. Kwa nini Top in Town? Kwa wewe mwenyewe unajua kama Top in Town. Bila hata kukuambia. Au hujui? Najua. Hebu tukumbushe basi. Nani sasa nijua mjui? Labda azaliwe leo. Na akizaliwa leo habari zako atazisikia. Maana siku hizi Bongo Flava unaimba. Ya kila kitu hata kisingeli. Haujasikia nikiimba kisingeli? Kisingeli? Sija kusikia, hebu tupe ladha hiyo. Niimba kisingeli na mzee wa bosi. Hebu. Bwana. Uliimbaje kisingeli? Nimeimba. Wewe itafute. Na video ipo. Maana najua kwani umefanya Bongo Flava umeshirikishwa nyimbo kibao. Hebu kwa tu. Sasa mimi babangu alikuwa anaitwa Kopa, mimi mwenyewe naitwa Khadija Omar Abdallah. Top in Town, after usikilize Top in Town. Maana kitu ndio wapi? Mama wake Tanzania bado nipo uwanjani. Nimesimama mama wake Zanzibari maskini naari. Mtoto wa kidonge, niacheni nilonge, nimezaliwa Makadara, nimesimama imara. Hapo vidole juu. Hebu mama kwa lina tu na simdharau mtu. Hiyo ndo kangu, mimi napenda utu. Mama wa B-Unit, niko gado, niko fit. Wapi mambo hayo? Endeleza. Wanataka endelezwa. Wanataka mwenye bendi wewe ndio umtangaze. Wakati sasa hivi hakuna vitu hivyo. Sisi wengine tumefika mpaka hapa tulipofika, tulitangazwa na bendi tukasimama. Tulipoona majina yetu yashasimama tukaanza kujishughulikia wenyewe. Kutafuta nyimbo, unaimba nje ya bendi. Unajishughulisha. Lakini kama hakupewa nyimbo na bendi tukishakufa. Kuna kama mwimbaji Mariam Hamisi, mwimbaji mzuri wa jahazi. Tangu mzee Yusufu yuko akaja hakupewa nyimbo. Kapotea na wakati alikuwa mwimbaji mzuri.
wakati ule nilikuwa na mtunzi, wakati ule nilikuwa siandiki mwenyewe. Mimi niandika mtie kama umeo. Anaitwa Othman Sudi. Yeye ndio alikuwa anatunga muziki na kila kitu. Ambaye ni baba wangu, mwanangu wa mwisho wa kike. Zingatia sukani yako, mume wangu yu karibu hapo, sijaleta sokomoko. Tunajua dereva wa kipanya vile vigari vidogo, ukikaa hapa pembeni, ukikaa hapa, ukikaa hapa, wangu kimkono kinakuja. Nikaona hapa na hiyo nilifanya ndunge nyimbo hiyo, nilikuwa na Bagamoyo, mkono unanigusa. Basi mume wangu alikuwa hataki. Tukipenda kibaya anasema weka huku, mimi nikae huku kila siku. Basi mimi nilikuwa ninacheka, nikasema kuja nitaitengeneza yenyewe. Dereva akifanya pole mkono nako. Tazamaji Kangoni, tunaendelea, tuko na Khadija Omar Abdallah, mtu ambaye tumuita Abdallah. Ile kopa anakwambia ilikuwa AKA jamani. Khadija Omar Abdallah AKA kopa. AKA kopa. Tukiendelea kwamba pale umesema ulikuwa unakerwa na jinsi ambavyo dereva wa vipanya walikuwa mume wangu ndio alikuwa anakerwa dereva kwenye gari zetu zile za daladala za zamani, vile vipanya na vinani vidaladala. Ukikaa hapa mwanamke shati mkono akuguse kidogo, sababu ile nani yake iko hapa ile. Basi mume wangu alikuwa apendi, anaambia usikae huko, mimi nakaa huku, wewe kaa huko. Sasa ngoja nitungie nyimbo ile dereva kipanya, pole mkono unapaja, uzingatie sukani yako, maana mume wangu huyu hapa karibu, sio kaleta matatizo. Okay. Raushidi Daudi anasema nikuulize jamani, hili swali ameshalijibu la vijana wadogo jamani, naona limejirudia tena. Wapenzi wako napenda, mbona wanaume mwaulizi? Huyu anaitwa Tony Mosha, anasema naomba utuambie maana ya hatunywi sumu hatujinyongi. Hatunywi sumu hatujinyongi? Hatunywi sumu hatujinyongi mausumu ya kalabu. Sasa kwani mtu akikwambia sinywi sumu wala sijinyongi, maana sijiui. Ndio maana yake. Inaonekana hivyo vijimisemo. Ina maana kuwa mimi sitajiua kwa sababu yako wewe. Sinywi sumu wala sijinyongi. Ndio maana yake. Wewe kwani yeye hajui Kiswahili? Fafanuzi tu labda. Ndio huo fafanuzi, kwa sijiui wala sijifanye chochote. Sijinyonga wala sijiui. Maana dunia yenyewe ndio hii. Kila jambo ndio hilo. Sasa nakunywa sumu yani na kujinyonga kwani? Okay. Tunaendelea na swali. Huyu anaitwa Roselini Mbalawa, anasema nyimbo za taarabu, kwa nini huwa mnatupiana vijembe sana katika nyimbo za taarabu? Anatupiwa nani vijembe? Taarabu inaimbwa kwa maudhui ya kwa mambo yanayotokea katika jamii yetu. Hakuna nyimbo taarabu ambayo inaimbwa mambo hayajatokea. Kwa hiyo watu wanatunga nyimbo kutokana na maudhui ya maisha yetu vile vile. Na nadhani kila nchi na kila pahali watu wanatunga kutokana na maisha yao yalivyo. Kwa hiyo nyimbo taarabu haina kutupiana vijembe. Ile kutupiana vijembe, mtu labda akakusudia nyimbo fulani na akanijibu fulani, ile inakuja. Na nyimbo fulani imemjibu mtu fulani, imemjibu nyimbo fulani. Hiyo ipo. Lakini taarabu tunazotunga tunatunga kutokana na maudhui ya mazingira yetu yalivyo. Ila azinyewe wapenzi wanatabia nyimbo hii kamtungia fulani, anamwambia fulani, mnajitafuta wenyewe. Kwa nyimbo hii anaambia fulani, nyimbo hii kamtungia fulani, nyimbo haitafsiriwi. Mwenye kutunga nyimbo anajua maana yake, kamtungia nani au wewe. Shairi hujatunga wewe utajuaje kama hii kamtungia mtu fulani? Wanapenda tu wenyewe kujisemea wenyewe. Wanakuza. Kama kawaida yao wa Tanzania. Wanakuza. Bibi Khadija Abdallah, mpaka sasa hivi unaamini umeshakuwa na ndoa ngapi? Mimi nishakuwa na ndoa 4. Ndoa 4? Yeah. Nificheni? Ile ya kwanza ulibahatika kupata watoto wangapi? Ndoa ya kwanza nimebahatika kupata Omari. Ukiwa na miaka mingapi?
Kwa bado binti mdogo. Ya pili nishamaliza shule. Ya pili ni mwanangu Ismail na Muhammad Sorry. Ya tatu sijavaa naye. Ya pili ndio Ismail na Muhammad. Ya tatu mwanangu la kike. Hatukuoana huyo. Jamaa nilikuwa boyfriend wangu tu. Alikuwa boyfriend tu. Nikazaa naye mtoto mmoja kike. Ndoa yangu ya 4 sikuzaa naye mwanamume. Tukaachana. Nikaja nikaolewa nao. Ndoa ya 4. Ndio huyu mwanangu alifariki. Ndoa ya 3 hamkufanikiwa kupata mtoto. Kwa mliachana tu. Sasa. Mafanikio yapi mpaka sasa hivi umeyapata kupitia bendi ya Ogopa Kopa? Mafanikio kwa kusema kweli bado. Mambo madogo tu kama kujitangaza labda tu. Lakini bado ile mafanikio yenyewe hasa ya kusema kwa bendi imeniingizia hichi bado. Tunapata show za kawaida tunafanya, lakini watu sasa hivi mara nyingi wanataka show na peke yangu, wananiita peke yangu. Kama mfano nikienda Kenya mara nyingi naitwa peke yangu, kule kuna mabendi napiga nyimbo zangu na kwenda kuimba peke yangu. Na sehemu nyingine wanakuita peke yako. Kwa hiyo mafanikio hasa makubwa kusema hii bendi imeniingizia nini bado, ila bendi imenitambulisha zaidi. Sababu unapokuwa na bendi ya live inakutambulisha zaidi. Kwa kiwewe mwenyewe yani. Lakini ulikuwa ushajulikana wewe. Nishajulikana, lakini ndio inakutambulisha zaidi. Unajua sasa hivi kuna Ogopa Kopa, kuna hii, kuna mwimbaji huyu, kuna mwimbaji unajua ni vitu hivyo. Ipi bendi ambayo inatishio kwako sasa hivi katika bendi? Mimi katika hii mambo sana ya taarabu simu natishio kwako. Zote zile. Sababu ninajiamini. Mimi? Ninajiamini. Sijadudu. Sijali chochote. Nikisimama kwenye stage ninasimama kweli. Na vijana ninawapiga kumbo. Nasimama nao vijana wakila tonge mimi nachukua kitoweo. Wakila kitoweo mimi nachukua ugali. Tunakwenda sambamba. Uko vizuri. Niko vizuri. Na wala sina wasiwasi. Hapa mpaka nilipofikia hapa najiamini. Najiamini kweli. Na uwezo Allah na afya ndio kwa nayo najiamini. Sina tishiki. Utishiki. Sitishiki na kitu. Kwa chochote. Sababu kuimba ni maisha yangu, msikufundishwa. Hii ni maisha yangu. Mashamsham ni maisha yangu. Na hakuna mwenye mashamsham zaidi yangu mimi. Nani? Wote watoto wa jana. Hawaniwezi. Hata. Maana wapo wengi sasa hivi, yupo Isha. Yupo Leila. Kuna wengine hapa tunajua. Mimi hata aje Michael Jackson maana ndio mtu nilikuwa ninampenda na ninamuona akiingia kwenye stage marehemu huko aliko mwenye nani. Najiamini. Nikwambie najiamini, siogopi hii chochote. Hata nikiwa na yoyote kwenye stage siogopi kwa kazi yangu kwa sababu hii kazi nimeifanya kwa kuipenda na ninaijua. Hadi umewahi kufumaniwa? Katika maisha yangu sijawahi kufumaniwa kwa sababu mimi si mtu wa kurukaruka. Umewahi kufumaniwa? Sijawahi kufumaniwa sababu sipendi kumfuatilia mtu. Na hata mtu ananiambia mume yuko pale fulani, mimi siendi. Hii sasa kwenda kupigwa uso wangu koje kaingia povu. Mwanamke mvuto au si? Anaweza kufanyia kusudi ukachukua chupa akakuchana usoni. Ukaenda ukapata kovu lile likaja likashona likatoa mriji hapa. Nipate bahati mbaya. Ajali ya bahati mbaya Mwenyezi Mungu aniepushe nayo. Lakini nitoka nene nikautafutia ugomvi wa nini? Na ndio maana nikaachwa talaka 4. Wameshushwa kwa vitabu, chagua unaoridhika. Ukiona huridhiki naye, mwambie baba nenda. Salimia, singoja kwambieni salimia. Mwambie nisalimie. Wewe umewahi kuacha au unaachaga tu? Mwanamke wa Kiislamu haachi, anaachwa. Wewe unamshauri tu baba nipende na kama. Kama hajaamua kukuacha. Utaendelea kuwa na talaka yako. Utaendelea unatembea naye. Lakini akishawishika ndio anakuacha.
Yaani unakuwa wewe ndio umechoka au ndio ushachoka. Hata ukichoka wewe lazima yeye akupe talaka. Kwa hiyo inabidi umshauri tu bwana, mimi nahisi hapa tupofikia na kwa haya mambo yako si hawezi. Kwa hiyo naomba unipe talaka. Katika ndoa zako nini ambazo umepitia? Umewahi kujuta kuwa katika ndoa fulani? Na ndio maana ukaachwa. Usipojuta huwezi kuachika. Labda wengine tu wanapenda kuachwa. Wako watu hawajuti kwenye ndoa. Wanakana waume zao wanaishi nao vizuri na wanaume wanaishi nao vizuri wake zao, lakini yeye anakuwa anapenda ile kuhangaika tu. Nipe kangu. Mbali ya. Lakini mimi napenda kuishi na mume. Napenda niwe na mume wangu, nashauriana naye. Angalau ukiumwa na tumbo unaye mtu akusaidia usiku, angalau unaye mtu akwambia pole. Unaona? Lakini nimeachika kwa sababu ya kujuta. Bila kujuta nisingeachwa na mume wangu wa mwanzo, ningekuwa mpaka leo. Mume wangu huyo bado yupo. Mume wa mwanzo yupo hai. Lakini kwa sababu ya kujuta na mume bwana mimi siwezi mwana hizi zahama zako. Siwezi. Wewe mwenzangu mtu wa mjini sana, unapendwa sana, unatakiwa sana uko nje. Basi bora nenda. Mimi niache na maisha yangu. Bora nenda baba. Ndio maana nikatunga ile. Ukiona nimemwacha, ujue nimechoka. Kwa hiyo inawezekana nyimbo zako nyingi zilikuwa zinaugusa maisha yako. Maisha ya. Kwa hiyo tafadhali kumradhi. Nenda. Wasalimie. Sasa yule anamchukua yule unamzigia tena zikaolewa na mama Hadi Jacob. Anaanza zeka kusema nje huko. Kamba jamani, ungeona nimemwacha, ujue nimemchoka. Ningekuwa sikumchoka, nimeridhika naye, angekuwa wewe na mimi nikakuwa tukabana hapo hapo. Maana dini yetu inamruhusu mtu kwa wake wanne. Kwa hiyo mimi ningekaa, madamu mume wangu nampenda na tabia zake sijazichoka, ila ana mwanamke tu nje anamtaka, ningemwambia kaoe baba. Lakini na mimi ningekuwa hapo tukabanana. Lakini ukaona mpaka nimekuachia wewe, ujue nimemchoka. Nilitunga kusudi. Kwa nini unajishaua? Mwanamke mshauzi, mwanamke humba na matashtiti. Mwanamke asa matashtiti ka jeshi. Unasema basi huba zinapatikana wapi mama? Raha zinapatikana wapi? Raha zina mambo yake mwanangu. Lazima uone na tashtiti zake ndio raha yake. Sasa umekaa kwenye gwaride kweli. Tazamaji Kikangoni, Hadi Jacob amekwambia anajishaua kwa sababu raha zina matashtiti yake. Lazima ujishaue. Uchangamfu wangu huu unaoniona nao hapa ndio kila bahali. Hata nikiwa kwa mume wangu uchangamfu wangu ndio huu. Na nikiwa na mume wangu ndio ninazidi kuchangamka zaidi. Maana tuko peke yetu. Sasa wewe unakuwa kaa jeshi huko. Ukiitwa uko na umeo ya Hadi, alaykum salamu. Swali la kizushi. Umewahi kufikiria kuhama CCM? Sijafikiria na wala sitofikiria. Sipaone makwenda. Cheo chako kikubwa ambacho umewahi kuwa nacho kwenye CCM? Jumbe halmashauri kuu ya taifa. Miaka 10. Sasa hivi sio mjumbe tena. Safari siku. Au uliacha tu. Nenda bwana kwenda. Au maana kwa nini uliamua kuacha? Kwamba maana tuliamini kwamba tumejua kwamba tukiona wasanii wengi, kwa mfano kama tuliona ambao wameshakuwa pale na majina fulani, baadaye walivyoamua kuingia kwenye siasa wakaamua kwenda mbele zaidi. Basi tena nikawa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa miaka 10. Niliwahi kugombea ubunge viti maalum wa UWT. Sikupata, nikawa kwenye kula na maoni kama mtu wa 8. Basi sitaendelea tena na mambo yangu haya ya kuimba. Unajua tena mambo yetu ya kuimba haya. Niseme sio nimevunjika moyo au vipi. Lakini najiona ninajishughulisha sana na mambo ya siasa na nini nikaona nikigombea labda wenzangu watanipa. Na kunipa sasa nikaona
Na wakati ule watu wanatumia mapesa, madhahabu, manini, mimi sina hela. Sasa sasa yaani bwana acha nipumzike nifanye shughuli. Umewahi kwenda kwa mganga? Kwenda kwa mganga? Kwenda kwa mganga kufanyaje? Kwa shida zako. Waganga kuna waganga aina nyingi. Kuna mganga mshirikina na kuna mganga wanasema mganga Mungu. Sio? Mganga Mungu na mganga mshirikina, na kuna waganga ambao sio waganga, ni wasomaji wa dua, pia huwaitwa waganga. Waganga wanatumia kitabu. Sema tu waganga umewahi kwenda kwa yeah, ni muhimu kuombewa dua. Kuombewa dua na mtu ambaye anajua madua na nini ni muhimu, na kwenda na pengine kila wiki napenda nipate mtu kama huyo ananisomea. Mimi napenda sana. Hicho ndio kitu ninachokipenda sana. Una uganga upi ambao una ushirikina unaozungumziaje? Mimi sijui chukua nani mbuzi anasomewa anazikwa mzima. Sijui umetoa kwenye jeneza, sijui umetoa kwenye makaburi, sijui umefanyaje. Lakini umewahi kutuhumiwa kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wakitaka kutoa maoni yake au walitaka wanaposhindana katika, maana inasemekana kwamba katika chanzo cha wewe kuendelea kuwepo kwenye industry ya taarabu kwa muda mrefu ni mshirikina mzuri sana. Ndio nimekwambia, ukiwa mwimbaji sana, ukiwa mtu mwimbaji mzuri lazima utaamua mshirikina. Kipaji changu nimekipacha kwa uwezo wa Allah. Nadhani na wanaonizunguka wananijua. Watu wanaonizunguka, na kama unafanya research ya msanii, mimi ukifanya research yangu kuna vitu viwili hivyo utaambiwa ambapo najiamini nao. Mambo ya kuhangaika na wanaume na mambo ya kuhangaika kwa waganga. Mimi si mtu wa mambo hayo. Ila mimi napenda kusoma dua, napenda sana kuombewa dua kwa Qur'ani, kwa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu napenda sana, maana hata mimi mwenyewe najiombea. Lakini napenda pia kuomba. Napenda sana. Pia ulitumiwa kutoka kimapenzi na marehemu Kapteni Komba. Hicho kitu hakipo duniani. Maana mimi siogopi kusema. Hata kama kuna mtu alikuwa mpenzi wangu hajamu mama, nasema. Yaani katika mtu ambaye alikuwa anamheshimu ni mimi. Na kwa sababu gani? Ananiheshimu kutokana na heshima yangu. Najua unavyojiweka ndio mtu anavyokuchukulia hivyo. Mimi nimejiweka hivyo. Mimi nilikuwa nategemea sanaa yangu, sitegemei kwa bwana na bibi. Kuna watu wanategemea kwenye kikundi bwana na bibi. Sio mimi. Mimi nategemea sanaa yangu. Na kitu cha kutembea na bosi wako ni unaweza ukaua sanaa yako. Kwenye kikundi ukisema ni kama wewe mwimbaji, ukisema nimchukue bosi wangu, unajua umemalizika. Analitaka yeye ndio utafanya hilo. Sasa ningekwambia yule bwana wangu, nisingefika hata hapo. Maana singetaka nikurupuke nijitengenezee njia zangu. Angetaka niweko pale kwenye maslahi, kwenye cheo chake pale anapogombea. Ndio kitu afia. Na ni mtu ambaye alikuwa anaheshimu sana. Ingawa kuna watu wananibakazia sana kwenye njia waamini. Lakini hivi sijapata bwana. Katika watu ambao wanajulikana, yupi ambao umewahi kutoka naye? Mimi bahati yangu waume zangu wote ni watu chini tu. Sio kutokana na mtu mkubwa. Kikiwa una swali hapa. Yupi ambaye una katika watu ambao wanajulikana ndio unasema huyu ukimwangalia yani mtu ambaye huwa unatamani tu kwa sababu unasema huyu angepata kwa mume wangu. Yani unajua hata saa nyingine ndio tuna matamani. Kuna mheshimiwa zamani lakini ameshafariki. Nilikuwa nampenda sana, anaitwa Ramia. Zanzibari. Nilikuwa nampenda sana. Yaani huyu bwana tena angenioa ningejisikia raha sana. Lakini ameshafariki sasa, ameshapama. Waliopo. Tuzungumzie waliopo. Ndio ukimwangalia tunasema huyu anafaa. Hapo sasa unataka kunitia ugomvi kwenye nyumba yako. Hamna. Inawezekana mtu mmoja tu kamaona. Unazungumzia tu. Katika hali ya kawaida. Unasema unamuona huyu ana vigezo ambavyo mimi naona kwamba bana. Vinastahili. Tafuta mnyamkapua makopo. Anyway, issue gani anaitwa Hemedi anasema issue gani ilitokea juzi
kwenye kuhusiana na Insta wewe na Mzee Yusuf? Juzi kwenye Insta mimi nimekodiwa na bendi yangu tarehe 24 Dodoma kwenda kufanya show. Sasa nilipokodiwa kuna yule jamaa alionikodi aliwahi kunipigia simu Amigo, kuna mtu anakutafuta wa Dodoma anataka show na wewe. Akanitafuta akanikodi. Sasa akasema tukazungumza mimi na yeye kwa twende na Amigo, sababu Amigo tuna nyimbo moja tumeshirikiana mimi na yeye, Mama Hayani. Basi tukafanya utaratibu ule, tukamwacha yeye anatengeneza posters yake, akatengeneza bango la Tambara, akaeka Hadija Kopa na Amigo mtoto wa Mzee. Mimi aliponirushia lile sana sikusoma, hata kama ningesoma isingenijia, pengine hata isingenijia kama mimi nikarusha kwenye Instagram, kwenye jina langu official. Ili na ile simu nimelala, alfajiri namsikia mwandishi wa habari anampigia simu ananiambia, bwana, kutokana na nani umeweka bana hapa linaelezea Amigo mtoto wa mfalme, na mzee anasema hana mtoto mwimbaji si na nini, kwa hiyo amesema maneno mengi sana si na nini, katoka povu. Nikamwambia tafadhali kwa hisani yako, sitaki ugomvi na mtu, sitaki kujibishana na mtu, sitaki kusemesha na mtu. Mimi mwenyewe nimekodiwa. Na hilo posta zoona nimelitoa mwenye show swala liweka hapo, sio mimi. Ila mimi alivyoruhusu nitumie nikarudisha. Kujua mna nini? Sasa wala nini. Manake kasema wewe, nikamwambia bwana, mambo hayo kama unasema hasi mtoto wake Amigo si nani, muulize mwenyewe Amigo. Kama sijui kwa nini nimeandikwa hivyo, muulize alokodi show. Hapo mimi nikampigia show. Kwa nini umeandika hivi? Kanambia, unajua mimi tangu zamani najua yule Amigo anaambiwa hivi na mambo hivi. Nikamwambia ukinaonekana kama imetokezea kitu fulani. Sasa mimi nilikuwa sijachunguza, nikaja nikafungua kwenye ukurasa wangu wa Insta. Akimewa sitizami sana mambo ya Insta na mimi si mtazamaji sana. Ukurasa wangu na vitu vyangu anakuwa anavilisha mwanangu ndio meneja. Nilipotizama nikaona kumbe hii ndio ilofanya huyo mwandishi anipigie mimi simu. Mimi nikampigia na Amigo nikamwelezea. Nikamwambia yule bwana nakuomba ifute. Akafuta. Na mimi nikaifuta kwenye Instagram, nikaanza kumpigia simu mzee. Nikaona hapa nikimtumia message itakuwa sikufanya kitu kizuri. Nikampigia mzee nikamwambia, unajua mimi nilipotuma hii sikuisoma. Niliona ni kitu cha kawaida nikarusha tu. Sasa ikiwa kama nilikukosea na kuomba unisamehe. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja anasema usilolipenda mwenzio usimfanyie. Yes. Na mwenzio akiwa ameshaamua kufanya kitu chake na kishasema mimi nimejutia kufanya kitu hichi, wewe usipende kumtajia kile kitu, unamkirihisha. Sawa, unajua? Kwa basi nikamwomba msamaha, kama nisamehe kama ilikuwa umeona nimekukosea, na kuomba nisamehe. Na ile nikamwambia mwanangu futa, akafuta. Kwa ulipomwomba msamaha alielewa ile? Kaelewa. Kwani si binadamu? Na sisi tunaomba Waislamu na Wakristo wote kuomba msamaha ni kitu muhimu. Na akiomba mwenzio msamaha umkubalie na wewe utakuwa samehewa. Okay. Hiyo ndio ilivyokuwa kama ambavyo kilichotokea huko na kilichojiri kwenye Instagram. Anaitwa Muhamedi Fundi. Anasema nakuuliza Hadija, wewe ni mzaliwa wa wapi na ni kabila? Mimi nimezaliwa Zanzibar. Mimi ni Mshirazi na Mzaramo. Mshirazi? Babangu ni Mshirazi. Babangu ni Mzaramo. Huyu anaitwa Tobias Kinyaia. Anasema bwana, bi mkubwa huyu mimi namkubali sana tu. Aimbe kidogo basi hapo. Wimbo wako ambao ulikuwa kuna ule wimbo wa Nandi jini tusikie. Maana ule wimbo una maneno mengi makubwa. Naheshimu kazi yangu, ndio hilo niweka mjini. Anayenilinda Mungu, na ndio maana najiamini. Si wewe mwenye maringo, unamringia nani? Haono haringia,
ndo alokupa maarufu mjini, na muheshimu mume wangu, anachotaka simughini mie, sia usta wangu, ni mdhalilishe jamani. Mume wangu nakupenda, usimwambie mwengine haya maneno, wacha wapambe sio kwako embamba, napenda yako mashina. Bana mmeshika nani Serengeti boy nimwambie mume wangu ninakupenda, usimwambie. Maneno wachie waseme wewe. Sio kwa huo wako embamba ninapenda hivyo vitu vingine. Huyo ndo Khadija Omar Abdalla. Ndio nishabadilisha jina, nimetoka kwenye Abdalla nimetoka kwenye Kopa nimeenda kwenye Abdalla. Huyu hapa anaitwa Michael Tuingelege wa Ubaridi. Anasema hivi, Khadija, unamkumbuka mwanaume wako wa kwanza? Mwanaume wangu wa kwanza nilozaa naye mtoa mwanzo. Ndio alikuwa ndo aliyekutoa usichana pia. Ndio mwanaume wangu wa kwanza. Mwanaume wako wa kwanza. Na ilikuwa ni ndoa huyo, haikuwa ndoa? Mama mnafika mbali huko huyo. Ndoa amenioa. Nikaenda kwa nikaachana naye huyo kwa mahakamani, hakuniacha yeye mwenyewe wala, sababu alikwenda Ulaya na siku nyingi. Nikaona miaka miwili mtu hajakuuliza nini umjui ana matatizo gani nani. Kenda mahakama ndoa, nikamwambia shekhi, nikapewa talaka, nikaolewa na baba watoto wangu na zana watu wangu. Tunaelekea kumalizia maelezo, lakini hapa kuna maswali ambayo nitapenda uyajibu ndio au hapana. Unapenda Biden? Hapana. Hiyo ni hapana. Yaani usijibu kimwendelezo, nataka tu ujibu ndio hapana. Unahisi wewe ni mrembo? Ndio. Mwanamke kujiamini. Umeongezea kujiamini wakati nimekwambia tu uishie ndio hapana. Unahisi kwamba ukipewa, kwa mfano unahisi kwamba chama cha upinzani kikikupa viti maalum, ubunge wa viti maalum, utakubali au utakataa? Hapana. Utakataa? Sio mbona sema hapana? Ndio. Hapana. Kwa hautaki kabisa. Hawanipi eti. Kwa nini unadhani hako? Wanajua. Sasa ingine ndio wameamua kukupa kwa nafasi yako kwa hawana demokrasia hao. Wanapeana tu yeye. Sema wewe hujawahi kuota siku moja kujiunga chama cha upinzani? Kitu hapa nilipofikia vipi? Unaizungumzaje Chadema? Na mimi sijui hata kujua. Nasikia jina la bendera. Hata sina ya kuizungumzia. Kitu gani ambacho kipya kinakuja kutoka kwako unachowaambia mashabiki? Na wimbo wangu mpya wakati wote nitaingia studio unaitwa Wigi Linawasha. Wigi Linawasha? Hebu tuambie kidogo wimbo. Na safari hii nataka nitoe nyimbo 3 kwa mfululizo. Na nyimbo hiyo alafu baadaye nitatoa nyimbo nyingine Shetani Kigori, na nyimbo nyingine ya mapenzi. Nataka nitoe nyimbo ya mapenzi moja la line kwa kukumbusha wapenzi wangu kwa na nyimbo hizi mimi naziweza. Wigi Linawasha, Shetani Kigori. Na wimbo wa mapenzi sijajua jina lake litakuwa vipi, kama nakupenda au habibi nani au umeakumbusha ya zamani. Hivi kwa nini ni watu wa taarabu mkiiba lazima vidole hivi? Sio watu wanafanya hivyo, wengine anasimama kama jiti. Sio watu wanafanya hivyo, wanatoa ishara. Hizo ni ishara. Kusema hivyo ataniona, atanikoma. Mwambie mwenye sina habari naye. Hizo ni ishara. Na usifikirie watu wote wanazo. Wengine hawana hizo. Akisimama yana maneno yake yanatoka mdomoni, kakamata maiki basi basi akimaliza anaondoka. Kwa hiyo hizo ukiona unafanya hivi na wewe ni ishara.
Upo. Nikisema nakupenda. Nikasina habari naye. Upo. Hizo ni ishara. Sababu hata kiweko mtu kama pale kiziwi hasikii, anajua pale yule kakusudia nini. Haya, huyu anaitwa anaitwa Rehema Mnanguja, anasema napenda sana wewe unavyojiamini. Mama la mama, una baby face warai. Asante. Hivi nini siri ya kuwa na baby face mpaka sasa hivi? Si nimekuambia kama mimi situmii vilevi. Ukitumia vilevi na masigara na madude gani na madude mashisha, kila kinachopita mjini unakitaka. Sura isikunjane. Ule ukadoko kwenye machibu humo, kwenye sigara humo, kwenye mama sura inakunjana. Mimi nakwambia nina wenzangu, wasanii wenzangu vijana na makrimu yao na mapombe na manini. Nikisimama mimi naitwa mimi mtoto. Yanaonekana tu. Na wao wadogo kuliko makrimu, mapombe, manini yanazeesha. Mimi hapo unaniona nani kinywaji changu soda, maji, juice, malizi. Sina kinywaji. Hilo wigi hilo. Hamuishi kuvutana mawigi, wenzenu wanatafuta pesa. Nini shida mbona eka? Mawigi yanaanguka mnaona haya kuyaokota. Si kwa misuko hiyo vichwa vya bata. Wape. Vizengwe mitani wanasutana. Yule na huyu waongei, wamechukuliana bwana. Cha ajabu chengine sijawahiona, mtu na wifi yake wananuniana. Kwenye Facebook jamani wanachangana, Instagram wanatukanana, huku nako akaweza wanagombana. Ukitamba kingumi mkononi wanadundana. Unadundana na jina mke mwenzio. Yeye akirusha risasi wewe rusha tobe. Yeye bwana akimpikia chapati ampikie mkate wa ufuta. Mpikie na kuku na ndizi mbivu za kupaka. Upo. Sasa unagombana na mwanamke mwenzio. Mwenye atachagua kama Suni au Ibadi. Upo. Nipo. Unakaja kugombana mwanamke mwenzio. Wewe fanya vitu ili mwanamume azidishe mapenzi upande wako. Woyo. Watu wasikize hawajui budget za mapenzi. Hebu wape somo. Unamvuta mzee wa wigi, wanadona nini na kusudiri. Wewe tengeneza mambo yako ndani kwako, kunukie mambo yako ya moto. Uchangamfu kama kawaida akija mumeo. Kuna watu hapo wanakaa na waume zao, hata shingo mumeo haijui kaina ubwabwa au inataka. Tangu siku alotongozwa ya kwanza mpaka leo hajawahi hata kumgusa shingo mume. Mpaka sasa basi na mke wangu leo nasikia ngoma tu. Kweli mke wangu naomba. Kuna mtu hawezi hata kumbusu mumewe au kumkumbatia hivi. Hata kumpongeza hata likitokezea jambo zuri akamkumbatia akambusu. Hajawahi. Yangu anangojea mpaka tangu alipotongozwa. Maisha yote na kana mume kutokezea tu wamekaa hivi tu, japo hawapo kwenye shughuli hizi kumfanya mume hawezi, hajawahi. Upo. Nipo. Kuna mtu hata yani mwanamume hata mkewe kumfungulia mlango hivi wa gari au wa nyumba hajawahi kufungulia tangu labda siku ndo mwanahoba. Hajui. Ndio anafungua mlango. Mahaba, mapenzi. Sasa ndo una haja gani kugombana mwezi? Una haja kugombana mwanamke mwezi. Ezimisha mavitu ili mwanamume achenguke. Fahari ya mwanamke, nyonga, vitu fulani majaliwa. Kangoni huyo ndio Hadija Kopa huyo. Wanasema fahari ya mwanamke nyonga, vitu fulani majaliwa. Madoido na kuringa na jicho la kurembua. Upo. Vipi wale wanaoringia shepu? Shepu majaliwa kwa nguo inapendeza, lakini kama shepu lako liko kama lipalalame halitikisiki, ina faida gani? Kwa mwanamke reception. Mwanamke reception na shepu ni nzuri. Kwa kuvaa nguo shepu ndio lenyewe utahangaisha wengi mtaani.
Lakini kama shepu halitingishiki kama pipa la lami, halina faida. Mwanamke kuchangamka. Somo ambalo urahisi unaweza ukawapa waimbaji wenzako wa taarabu, especially wale wanawake. Nini? Somo ambalo naweza kuwapa waimbaji wenzangu wa taarabu, kwanza kuna watu wananilalamikia sana, wananiambia nyinyi waimbaji wa zamani mlikuwa mkiimba, mkifanya video, mnajipamba, mnavaa vizuri, mnapendeza, lakini hawa waimbaji wenu wa sasa hivi hata kwa hawapendezi. Mtu utaona kama nguo sidiria imetokezea nje. Kwanza mwenyewe kujiangalia. Umevaa nini? Unapoenda kwenye show, sio kwenye video tu. Hata unapoenda kwenye show, umevaa nini, umejitengeneza vipi, umependeza vipi? Hilo. Pia kujishughulisha ndio kitu muhimu. Usingoje ni hili naambia kwa watu wote, sio wanawake tu. Usingoje kutangazwa mwimbaji. Jitangaze na wewe mwenyewe. Ukipata chance ya pesa kidogo tu, hebu tafuta nyimbo, rekodi, ujipromote na wewe mwenyewe. Usikae tu. Sisi wenyewe tungekuwa tumekaa mpaka leo tumekuwa majina yetu shapotea. Lakini kujishughulisha mwenyewe pia ni muhimu sana. Mnatumiwa waimbaji wa taarabu, mnapenda sana kuacha maungo yenu wazi, especially wadada. Manyonyo mnapenda kuiachia sana wazi. Na hizi ni tuma ambazo mmekuwa mkizipata waimbaji wengi wa taarabu sana. Hiyo pia sio kitu kizuri unapofanya mikanda ya video au sio? Jitahidi uwe umejihifadhi, hasa sehemu za maziwa, zile sehemu za siri, kitovu, maziwa, nini, usionekane. Jitahidi umejihifadhi. Kama una nguo ya mikono miembamba sana, basi chukua utandio ujifunike ili usionekane. Sisi zamani enzi hizo tuko culture, uruhusiwi kupanda na nguo ya mikono miembamba sana bila kujifunika utandio. Na mwanamume haruhusiwi kuvaa jeans na fulana. Sheti umevaa suti au vaa sheti la mikono mirefu. Na mwenyewe mwanamke lazima uvae nguo refu mpaka chini ambayo imehifadhi na umejihifadhi. Kwa hiyo jitahidini kuvaa nguo zenye heshima. Msivae nguo za kuweza kuonyesha maungo yenu yako wazi. Sipendi hizo. Sababu kila fani ina mambo yake. Haiwezekani mambo ya R&B mwenzangu ukapiga mwavuli mpaka chini haipendezi. Wana mambo yao. Kila sehemu ina mambo yake. Na wala huwezi kwenda kucheza lizombe ukaenda ukavaa gauni la kubururika mpaka leo ucheze sindima kwa mambo ya kubururika. Kila sehemu ina mambo yake. Kwa kila sehemu tufuatishe na vile ilivyo. Tukiwa tunamalizia, kitu kimoja ambacho inasemekana kwamba ukiwa na mume wako upende kumpa nafasi. Yaani kwamba huyu mume wako utamganda muda wote. Yaani kila unapoenda unataka awe. Ukienda sio wapi unataka awe na wewe. Ukienda sio, yaani inasemekana humpi nafasi mume wako. Ajipie nafasi kwa mimi ndio ninomfuata yeye. Nenda kazini kwangu. Akisema mke wangu ninakuja nimkatebia nini? Anione nimekule na wanaume wengine. Mwambie tu ndio mume wangu. Kaa hapo. Nafanya nakaa naye nikikatembea kwa kwamba nitakwenda nikirudi narudi kwa mume wangu. Una ubaya gani wakati na mume wangu? Na yeye mwenyewe ndo atapenda, asopenda kwenda na mimi anakaa nyumbani na nisubiri. Lakini kama mwenyewe anapenda, na una raha kwenda naye kila pale. Raha burudani. Si niko karibu na baby. Nafanya mchezo tu maaba yenyewe. Kuna watu hawapendi kwenda kwenye kazi zao na ume zao. Wana vibenteni tele pale. Pale yuko kwenye stage huko chini ana magari 6 anamsubiri yeye. Mimi si mtu hayo. Mume wangu ule ninakuwa naye namchagua hasa. Nikimchagua nasema huyu ndo ninayemtaka. Ndo loridhika naye. Kwa hiyo hicho alichokuwa nacho. Tunamalizia kwa kula sebene. Tunaomba wimbo ambao uko kwenye sebene. Bi Khadija Omar Abdallah anasimama anatupa burudani kidogo akiimba. Tukiwa tunamalizia hivyo. Mtazamaji kikangoni hapa utamuona Alijakopa akiimba hapa. Mashallah. 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 Kwa akiwa anasimama hapo utaweza kumuona vizuri. Hapo usiondoke. Wimbo gani? Hebu kwanza mbona wimbo wangu tu. Wote wewe piga tu.
hebu kwanza kabla kuna ule wimbo ambao ulikuwa ulifanya wewe na kuna jamaa fulani anaitwa sijui somebody Baba Kash. Slay. Not ya Slay. Baba Kash. Kuna sikumbuki wimbo ambao unaitwa hiyo. Yaani lakini unajua umefanya nini? Munibu. Kiwembe. Kiwembe, yes. Kwa nini anaitwa Baba Kash? Yule wa Bongo Flava, Baba Afrika. Baba Afrika. Kiwembe. Kiwembe. Sasa ule wimbo maana kule sio kwa kujishaua vile ambavyo ulijishaua. Nini hasa kilisababisha ujishaue vile? Kwa sababu sasa wimbo mtu kwa kushirikisha lazima uchangamke eti na nyimbo ionekane video nzuri. Sasa utakaa usichangamke na wewe na alafu uzuri wenyewe muziki mtu unakuwa na ndimo bwana. Muziki unachangamka, unachangamka. Muziki mkilala na unalala. Director yupo tayari. Basi simama. Haya, atupe mambo, tupe ule wimbo wake uliopo. Kusudi Hadija aweze. Unamwona Hadija huyo? Jamani akiwa Oya, kwani hawanijui? Hebu kwanza tu. Matashiti yangu mimi wanayajua. Hatumi mtoto dukani hapa. Lady with confidence. Lady with confidence. Kabla hujaingia kwenye wimbo hapo nyuma isemekana unafanya collab na Lady JD. Hatujafanya bado. Ila Lady JD alisema mimi nitapenda kufanya collab na Jacob na mimi pia nikasema napenda kufanya collab na Lady JD. Kwa nini? Nampenda sana Lady JD. Mimi basi tu wakati ule Lady JD alipokuwa na mambo yake nika kimya na mimi vijuzi amekuja yuko pirika lakini nitafanya naye maana napenda sana. Okay. Sasa jamani hapa anatumia. Huu ni wimbo Lady with confidence. Ambao aliimba yeye kama yeye. Hakuwa mwana bendi, mwanamke wa kujiamini. Super. Hapo kwanza wakati ukiwa wimbo haujaje yeye mwenyewe kwanza uanzipa. Mimi mwanamke bwana, type yangu arge, girl professor na king asna dono. Lete vitu. Usiombe tukapishana, perfume yangu kaisikia, you are very glad kwa sana, na nyuma tanigeukia, mstarabu tena niko imara, nami ni Maulana, ameniumba kwa danga la kung'ara, itasubiri sana na dhahabu itavuta subra, nimesifiwa na Obama, kanambia kopa mashallah, woyo itasubiri sana na dhahabu itavuta subra, nimesifiwa na Obama, kanambia kopa mashallah, kanambia 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 yeba sema nao. Au walisema